Lakini mimi ni mtu ambaye anafanya kazi sana na wakulima na wajasiriamali wadogo na wengi wako vijijini. Tukiangalia sasa hivi uongezeko la wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi ungalishe, wanatengeneza unga wa uji, unga wa watoto na hivi bidhaa ambazo zinatumiwa sana na watu. Wengi wako katika maeneo haya ya nje. Binafsi kitu pekee ambacho nimewahi kusoma ile alama fortified labda ni unga ngano. Ndio huwa naona mara nyingi naona ile fortified. Kwenye hizi unga zingine ambazo zinakuwa packed, ziko kwenye supermarkets, ziko kwenye maduka, hakuna hiyo. Maybe sijaona, lakini sijai kufuatilia kwa undani, lakini kwenye unga ngano ndio nimewahi kuona. Lakini ukiangalia supermarkets zimejaa hizi unga za wajasiriamali ambazo kiuhalisia wanatengeneza na wamepewa na TBS uwezo wa kutengeneza. Mnawafikiaje ambao ni wengi, especially kwa mfano ukienda Moshi kuna vikundi vya kina mama ambao wanatengeneza hizo unga kwa kutumia ndizi, kwa kutumia sijui maharage lishe, mahindi lishe, vitu vingi na vinapendwa na watu kwa sababu wanahisi vinawasaidia. Sasa mnawafikiaje ili waweze kupata hivyo virutubisho na kuviweka kwenye hizo bidhaa ambazo wanatengeneza? Hata ukienda kwenye maonesho hapa nyenye ni mashahidi. Wako wengi sana wajasiriamali ambao ungalishe kwenye visado, kwenye vipaketi, kwenye videni. Wako fortified, na kama bado mnawafikiaje hususan wa maeneo ya vijijini ambao wanaaminika na wale watu? Kuna vikundi vingi kwenye maeneo ya vijijini ili waweze kupata hivyo virutubisho na kuweza kusaidia jamii ambayo imewaamini na kuwategemea. Asante, swali zuri sana, kwa sababu nafikiri ndio utamaduni. Ni utamaduni na ndio tunaishi, na naweza kusema kwamba kama tumerithi, tumeona ni kitu cha, lakini tukubaliane kitu kimoja. Tunaposema ni ungalishe, na naomba ili tuliweke vizuri kabisa, hasa kina mama, naongea kwa sababu ni siku yao. Na ndio maana nimetangulia kusema mwanzo kabisa kwamba hii ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani na vijana. Na safari mmeona kwamba mqualify kwanza na vijana. Maana yake mwanzo mlikuwa sasa siku ya wanawake, lakini vijana wameongezwa kidogo. Wameongezwa ili waonekane na wenyewe. Kwa maana kwamba mabinti. Ungalishe tuliweke ili neno vizuri kabisa. Sio kumbunalishe. Niliweke kwanza kwenye muktadha mzuri kabisa. Sio kumbuna nini? Unalishe. Kwa sababu ukiangalia kilichowekwa mle, mtu ameweka ni unga wa mchele. Amesaga mchele, amesaga ngano, amesaga mahindi ya njano, amesaga dengu, ameweka uwele, karanga, afu ameita hiyo ni nini? Nilishe. Na ndio maana nilitaka niliweke vizuri. Jamani, ipo hivi vyakula vilivyovichanganya vyote pale vinatofautiana level ya kuiva. Tunaita boiling point kwa walioenda darasani. Uwezo wa kuiva mahindi na uwezo wa kuiva maharage. Hivi unaweza ukachemsha maharage kwa dakika 5? Dakika 5 maharage yanaweza kaiva? Lakini vyote vimewekwa pamoja. Alafu inaitwa ni nini? Nilishe. Na ndio maana ukimpa mtoto siku zote tunaanza kuona mtoto na ukataa uji baada ya muda fulani. Ni kwa sababu kile chakula unachompa kinakwenda kumpa madhara nini? Tumboni. Mahindi vile vilivyowekwa mle havivi sawa, kwa sababu kama ni uji ule unatakiwa upike zaidi ya kama unavyopika maharage. Ili zile bone zilizotengeneza harage ziweze kuvunjika. Vinginevyo unamlisha mtoto chakula ambacho tunaweza nisitumie lugha ngumu, kwa sababu maana hakijavunjika vile zile nutrients zake ambazo kwamba kiweze kuleta vile vinavyotakiwa kwenye kama ni lishe. Kwa hiyo kina mama ni eneo ambalo huwa tunasema wakati wa kumlisha mtoto hicho chakula kiandae wewe. Ukiandae wewe, maana yake kama unataka ukiandae wewe uweke vile vitu ambavyo unasema kwamba hivi ni kwa ajili ya kumlisha nini? Mtoto. Vinginevyo ndio maana unaona watoto unashangaa katumbo kamefanya nini? Kwa sababu unamlisha vitu vinavyomtengenezea gesi. Kadagaa kapo huko ndani. Kasoya. Kwa
Kwa sababu vile haviivi sawa, yani ule uwezo wako wa kuvunja zile. Sema ndo mnapaswa sana kutembelea kwenye media. Hapa mimi mwenyewe umenifunua akili. Kwa sababu hata kwangu nikipita nakuta kimeandaliwa kwa ajili ya kwenda kusagiwa mtoto. Na ndio maana nasema uandae nini? Mwenyewe. Kwa maana kama umechukua either soya na nini, ujue sasa kwamba nimechukua soya, nijue huyu inatakiwa pikwe kwa muda gani. Nimeweka hiki kitu nijue. Lakini sasa sofa sisi kama tena kundi kubwa la watumishi unamwacha dada. Amechemsha tu dakika 5, na tumesha onyesha unachemka, anamnyisha mtoto. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunaomba kwenye eneo la malezi. Kutoka ile mama amejifungua, tufuate zile hatua, pale tunaanza kumulikiza baada ya miezi 6 mtoto. Vile vyakula mama wewe ndio unatakiwa uwe nini? Uwe macho na ulishaji wa yule mtoto. Na ndio maana tunasema ni kipindi cha kumlisha nini? Mtoto. Lazima uanze kufuatilia milo yake yule mtoto. Kwa sababu kuna kipindi bado mdogo sana mnaanza kumlikiza, huwa tunasema mlishe kila baada ya muda fulani, masaa 3 mlishe, masaa 3. Aidha kama ameshaanza kukua unaanza kuongeza zile space. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni critical kwa wazazi kuanza kufuatilia. Lakini hizi tunazoita ni lishe. Mnatakiwa mwe mnawauliza umeweka hivi na hivi. Sasa katika kukiandaa tunakiandaa. Kwenye dumlao pale wameandika ingredients. Anaweka labda maboga, viazi, mahindi ya njano, labda miogo. Turudi kwenye lile swali letu sala fortification. Kwenye eneo sasa la fortification. Na ndio maana tuna kitu tunaita, aliyesema mtaalamu mwenzangu hapo kutoka kwenye wenzetu wanaotengeneza teknolojia hizi wa Sanku, kwamba kuna aina 3. Sasa kuna ile eneo aliloongea la mwisho la home fortification. Kwa maana home fortification kama wizara tuna visachet vinauza kwenye pharmacy tu ambavyo vina virutubishi. Ukienda pharmacy yoyote hata hapa Arusha na visachet vidogo vidogo ambavyo huwa tunaita kwamba unapoandaa kile chakula cha mtoto unatenga kasehemu kadogo tu pale, unaweka kale vile virutubishi, unakorogea na chakula chake, unaanza kumlisha. Na wakati wa kumlisha ndio maana aanze kumlisha sehemu ile ambayo umekogea mwanzo, aanze kuvila kwanza, maana kuna mtoto anaweza kuandaa chakula asikimalize nini. Kwa hiyo eneo la mwanzo tu unamlisha kwanza na kupata mtoto amepata kila anachotaka. Hawa wajasiriamali tunawafikia. Wana kama serikali sisi sasa ni moja la wajibu wetu. Ni eneo ambalo tunatakiwa tuende tukawakuze. Maana wajasiriamali lazima tuwakuze. Kushirikiana na wenzetu. Wako wengi na ni moja ya eneo ambalo ni wajibu wetu sasa serikali. Sisi Wizara ya Afya tukishirikiana na wenzetu Wizara ya Viwanda ambao ndio wanawalea, ili kwamba tunaposema kwamba wanazalisha hivi vyakula kweli vikizi vile nini? Vile viwango. TBS wapo ambao wanatoa hivyo viwango, nafikiri wanapo paka hivyo viwango vya hayo makundi kwenye kuandaa hivyo vyakula. Hicho tu kikubwa. Lakini so far kwenye jamii nyingi ni mtu tu ameandaa hapa na ndeka nilishe kidogo. Unajua tunaposema unga mchanganyiko, umechanganya hizo cereal mbalimbali. Hiyo inaitwa composed flour. Sio lishe, sio nutrient. Ni unga mchanganyiko. Okay. Sasa ili iweze kuwa lishe kuna viwango ambavyo unatakiwa ule unga zile nutrients ifikie. Na utakuwa qualified kwa kutumia sasa taratibu ambazo zipo. Kwa mfano ukienda TBS, kwa sisi wajasiriamali, kuna standard za unga hizo, unga composite flour. Na pia ili uweze kufortify kuna pia viwango. Unga mchanganyiko unatakiwa fortified namna gani. Kwa hiyo kama anavyosema mtu wa serikali hapa wizara, ni jukumu lao sasa kwa transform. Kwanza ukiachilia mbali tu kutengeneza unga katika hiyo composite flour, na waenda kufanya nini? Mnasema ni market cheating. Unaenda kumdanganya mama kwa sababu ana taarifa, anaamini kwamba nampa mtoto chakula sahihi, kumbe sio sahihi. Mwisho wa siku it's too late. Mtoto anakuwa mkubwa, ameshapata damage, hawezi kureverse. Na hawezi kujua kwamba ni ule unga uko unamharibu. Unaona? Kwa hiyo wana jukumu la kuelimisha. Na uzuri sasa serikali ina maafisa lishe mpaka ngazi ya halmashauri. Na fikira halmashauri na maafisa lishe lazima wawe front line. Na tunao. Lakini kama hawaongei na jamii, maana yake ni tatizo. Kwa tuna kazi mbili. Ya kwanza kabisa ni namna ya kuchanganya elimu ya kwanza kwa wajasiriamali. Lakini ya pili ni fortification. Kwa tuanze sasa hivi, tukienda kwenye hawa watu tuanze kuwauliza na kuwasaidia ama kuwa direct. Lazima iwe full package. Uzuri wa halmashauri, kila halmashauri ina wale wataalamu wote wako pale. Tuna afisa biashara,
mtu wa maendeleo ya jamii, kuna afisa lishe, kuna afisa ustawi, kila mtu yuko pale. Na kila mmoja ana hilo jukumu. Kwa mfano tu unga huu ambao unazungumza wa mama ambaye anatengeneza unga, sema unga mchanganyiko. Yuko mtu wa lishe pale. Anaweza kumueleza the best practice. Lakini kama ni issue za kibiashara, kukuzwa kibiashara, kuna mikopo inatolewa halmashauri pale. Wakuwe wawe aggregated. Unajua hata usalama wa chakula pia na tuna compromise. Mtu ameweka mahindi na sumkuvu kibao, maana safari biashara atachambua sangapi. Yeah, sure. Ameweka sumkuvu, mtu anakula, anapigwa na saratani. Anapata matatizo mengine ya sumu. Na mtoto mdogo sababu kinga yake bado sio imara. Hata si watu wazima nyetu, kila chakula ambacho sio salama kina sumkuvu, kina contaminant mengi, ma chemical, tunapata madhara. Sasa kwa mtoto inakuwaje? Sinakuwa zaidi. Kwa hiyo kuna jukumu kubwa la kuregulate pia. Isiwe biashara huria. Yeah. Kuregulate. Kuna mtu anaitwa afisa afya. Hao tunabibali. Wamekizi viwango. Sasa ni swala kubwa, mimi nilifungua sasa hapa. Unaona sasa kuna majukumu fulani yafanyiki. Sawa sawa. Lakini wapo watu chini kule. Paka ngazi ya jamii kule kuna mtu anaitwa mtu wa ustawi wa jamii. Ngazi ya chini kabisa kule kwenye kata na vijiji wako veo, ambao wanasimamia swala la fortification na wanaripoti kumwambia rais, maana ili mkuu wa mkoa azungumze, wao ndo wanajaza taarifa zile. Hii ndo zinaenda kwa wilaya, ndo zinaenda kwa mkoa, zinaenda kwa rais. Sasa kama hawajazi sahihi, hawasimamii sahihi, it's a big problem. Kwa maana tuna kazi sasa ya kuamsha mifumo iweze kufanya kazi zake.